linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari wa 1 hadi 9. 2 Kings chapter number 7 verse 1 through verse 9. Tasoma katika lugha ya Kiswahili kwa sababu ya muda na tutaenda kwa haraka. Tutaanza na verse 25 ya chapter 6 alafu ndio tuende chapter 7. Wafalme wa Pili 7 1 hadi 9. 2 Kings chapter 7 verse 1 through verse 9. Natumai wengi wetu wameweza kupata, kwa sababu ni vizuri tunasoma pamoja. Unapolitazama neno la Mungu linaposomwa lina impact katika maisha yako. Neno la Mungu linasema hivi, nitasoma verse 25 ya chapter 6 alafu ndipo nikunje kwa hiyo chapter 7. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakahusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Chapter 7 verse 1 through 9. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao kile vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka. Madhara yatatupata. Basi twende tuambie watu wa nyumba ya mfalme. Bwana abariki andiko. Bwana abariki andiko. Napenda kuzungumza asubuhi hii kwenye kichwa cha ujumbe, sitaketi hapa nife. I will not sit here and die. Mahali ambapo tumesoma, nataka uelewe ya kwamba
maisha yana changamoto nyingi, yana magumu mengi. Ni kweli pia, pamoja na hayo, maisha yana nafasi, yana opportunities. Lakini itabidi ya kwamba uweze kuinuka mahali upo ili uweze kufanya kitu, ndiposa Mungu aweze kujidhihirisha katika maisha yetu. Mara nyingi tunajipata maishani, umefika mahali ni kama umekwama. Kuna mahali ambapo umepata ugumu fulani na umekwama, na mara nyingi huwa ni rahisi kurudi nyuma, huwa ni rahisi kukata tamaa, huwa ni rahisi tena kusema sitafanya chochote. Lakini asubuhi ya leo Mungu anatuita tuweze kusonga mbele. Hapa kuna mfalme ambaye jina lake labda hatujapewa mahali pale ambapo nimesoma, lakini mfalme wa Washami ama the king of Syria. Huyu mfalme wa Washami alipanga njama kuattack Samaria, alikuwa ni Israeli. Na alipopanga kufanya hivyo, akazingira mji wa Samaria. Hawangeweza kutoka nje watafute chakula, wote wakawa kwenye mji, na mfalme wa Washami akazingira, majeshi yakazingira mji wa Samaria. Wakatumia chakula walichokuwa nacho kikaisha. Ndio maana ukisoma pale Mwanzo verse 25 ya chapter 6 inasema ya kwamba hata kichwa cha punda kiliuzwa kwa bei ghali. Hapo utasema si hiyo ni nyama, lakini wanasema hata mavi ya njiwa, kwanza kuyapata njiwa ilikuwa kazi, yaliuzwa pia kwa shekeli kadhaa ama kwa pesa kadhaa. Now that gives a picture of the desperateness that was in Samaria. Yaani Waisraeli waliokuwa katika Samaria walikuwa katika hali ngumu kiasi cha kwamba hata chakula hakikupatikana. Na wakafika mahali ambapo tumaini halipo, kwa sababu hawawezi kutoka nje. Majeshi ya Washami yamewazingira. Na pale nje ya mji wa Samaria kulikuwa na watu 4 wenye ukoma. Mbona wanapatikana pale kwenye lango? Kwa sababu katika Israeli mtu alipopatikana na ugonjwa wa ukoma alitengwa, hakukubaliwa kukaa pamoja na watu wengine. Na kwa hivyo walikaa nje ya mji wakingojea misaada watakayopewa. Tradition nyingine inasema kwamba mahali ambapo walikubaliwa kutangamana na watu ama kujumuika na watu, walienda na kengele wakipiga wakisema mwenye ukoma, yaani watu wasonge mbali. Watu wa ukoma ni watu waliodharauliwa, watu ambao hawakukuwa muhimu katika jamii. Na pale langoni walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ilikuwa ni ukoma, leprosy. Unajua, kama una picha kidogo, ukoma ni ugonjwa ambao sehemu za mwili zinakulika. Kwa hivyo hawana vidole, inakuwa ni ngumi tu, vidole vyote vimekatika, miguu vile vile, vidole vya miguu haipo, imekatika. So wana shida ya ugonjwa, lakini pia wana shida ya chakula. Watu ambao walikuwa wanawasaidia chakula kutoka Samaria, wao hawana. So they have nothing to bring to this man with the leprosy. Lakini wakikaa pale mahali ambapo tumesoma, mtumishi wa Mungu, verse number 1, Elisha anatoa unabii
na anasema ya kwamba kesho saa kama ya leo chakula kitapatikana Samaria na kitauzwa kwa bei rahisi. Na wale walikuwa karibu, kwa sababu siku hizo mfalme na nabii walikuwa wanafanya kazi kwa ukaribu. Watumishi wa mfalme wakamwambia, mtu wa Mungu, hata Mungu akifungua madirisha juu haiwezekani. Unajua kuna watu ambao maandiko yanasema ya kwamba mjinga akinyamaza anadhaniwa mwerevu, lakini kuna watu hawezi nyamaza na ujinga wao, wanapenda kuongea kama huyo mmoja akasema haiwezekani, hata Mungu akifungua madirisha juu haiwezekani, kwa sababu hakuna chochote. Na wewe unasema kesho, na Washami wametuzingira kule nje, tunasikia bado wapi, tutatoa wapi? Mungu sio mwanadamu. Unapofika mwisho wa mawazo yako kama mwanadamu, Mungu anaanzia pale, anafanya mambo yasiyowezekana katika macho ya wanadamu. Yakobo anasema ya kwamba njoo, songea Mungu, msongee Mungu. Yakobo 4:8 anasema kwamba songea Mungu naye Mungu atakusongea. In other words, ikiwa ulikuwa na 3 meters apart between wewe na Mungu, wewe uko hapa na Mungu wako 3 meters away. Yakobo anasema ukisonga na Mungu mahali alikuwa, na yeye anasonga. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu the reason for this famine, huu upweke, ukiwa hali ya kuhitaji, njaa iliyo katika mji wa Samaria, ni mfano wa jinsi ambavyo Ibilisi anafanya kazi. Yaani anakuset mahali kwenye pengo. Nakumbuka Yesu alipotoka katika kubatizwa akienda nyikani, alipelekwa nyikani kujaribiwa. Akawa Ibilisi akajua huyu jamaa hajakula siku 40, njaa, anahisi njaa. Akamwambia, kwa ile picha tunaonanga kwa sinema, sijui kama ilikuwa hivyo, akaona Yesu ameshika mawe, akamwambia badilisha tu iwe mkate na ule. Look at it this way. Amekosa hali ya kuhitaji, alafu anasema the solution is here, very easy. Wakati mwingine Ibilisi anakusukuma mahali kwenye pembe, kwenye kona, alafu anakuambia kuna njia rahisi, ndio hii. Yaani anakuweaken kwanza, anakufanya unakuwa dhaifu. Lakini wale wenye ukoma wanne, kuna jambo walilofanya ambalo ninataka nizungumzie mchana wa leo. Kwanza waliulizana, wakasema tuko hapa tuna njaa, sisi ni wagonjwa, tukirudi Samaria ndani tutauawa, tukiketi hapa tutakufa kwa njaa, na tukienda kwenye jeshi la Washami kule nje, kuna uwezekano wanaweza kutuhurumia, watupe chakula tuishi. Lakini hata wakituua, the first 2 options are death, wacha tufe huko. Na wakasema hatutaketi hapa tufe, tutafanya jambo. Maandiko yanasema walipoondoka asubuhi na mapema kwenda katika jeshi ama kambi la Washami, wakakuta wote wametoroka, kwa sababu kuna jinsi Mungu alifanya hizo ngumi za watu wa ukoma
zikikanyaga chini, upande ule mwingine wanasikia ni kama farasi wanakuja. Bwana asifiwe. Yaani wakienda hatua moja wanasikia hayo ni magari ya vita. In fact wakasema Waisraeli wametuitia Wamisri, wametuitia Wahiti, wametuitia watu wengine, majeshi yaje yatupige. Hofu ikaingia katika kambi ya Washami, wakatoroka, wakawacha vyakula. Wenye ukoma walipofika, maandiko yanasema wakapata vyakula, wakakula kwanza, wakashiba. Wakaona fedha za dhahabu, wakachukua, wakaenda wakaficha. Wakarudi kwa hema la pili, wakaenda tena wakafanya hivyo. Wakafika mahali wakasema hatufanyi vizuri. Leo hii ni siku ya furaha, sio kwetu peke yake. Turudi Samaria. Hata kama walitukataa, hata kama walitutupa nje ya mji, turudi tuwaambie ya kwamba kuna vyakula hapa nje. Bwana asifiwe. Watu wa ukoma walikuwa na decisions 3 ambazo tunazifikia maishani. Uamuzi wa kwanza ilikuwa ni kurudi nyuma. Turudi nyuma, mambo yamekuwa magumu hapa nje, turudi nyuma tuingie kwenye kambi ya Samaria. Na vivyo hivyo pia kwetu sisi, mara nyingi wakati mambo yanakuwa magumu, wakati mambo yanakuwa mazito, inakuwa ni rahisi kusema kwamba afadhali nirudi nyuma. Wakati mwingine mwendo wa imani unakumbwa na matatizo na changamoto, na unaamua I'd rather backslide. Hata nimeenda kanisani kila mara, nitaamua nitaenda mara moja kwa moja, na sitaenda hata kanisani. Maisha yetu ya kibinafsi ya maombi, tunafika mahali ambapo tunaona kana kwamba ni kama Mungu hasikii maombi yetu, na tuna relapse, tunarudi nyuma. Wengine we take solace in mourning over the mistakes of yesterday. Unatazama makosa uliyoyafanya, unazitazama zile dhambi ulizozifanya kitambo. Wakati mambo yanakuwa mazito, magumu kwako, unasema after all I am not worth of anything. Kuna ile dhambi nilifanya siku ile nyingine, kuna hata ile nyingine nilifanya, na tunarudi nyuma. Dawa yake ni kurudi kwa Kristo, kwa sababu tunaporudi nyuma, when we retreat, watu wanne wa ukoma walisema tukirudi nyuma tutakufa. Nataka nikueleze mpendwa, pia unaporudi nyuma na kutoweka katika imani, kifo kinakusubiri. Uamuzi wa pili, stay, do nothing. Sifanye chochote. Wale watu wa ukoma walisema tunaweza pia kuketi hapa, tubaki hapa. Lakini wakasema na tukikaa hapa tusipofanya chochote bado tutakufa. Na wengine ambao unforgiveness from the past hurts, kutoweza kusamehe kwa makosa, mambo uliyofanyiwa pale nyuma yanakufanya unakaa mahali pamoja, hausongi. Kanisani waje kila Jumapili ndio, lakini katika moyo wako umeketi katika ule moyo wa kutosamehe, and unforgiveness is not helping you to move forward. Wengine ni dhambi za hapo awali pia zinakufanya unaketi mahali pamoja. Kuna wengine aliokoka kitambo, lakini ukimtazama katika maisha yake hauoni matunda ambayo yanatokana na wokovu wa miaka ambayo amekuwa ameokoka. Hauoni matunda yanayotokana na wokovu wa miezi ambayo amekuwa akiokoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameketi mahali pamoja. There is no growth. Haujisikii kusonga mbele. Lakini tofauti ni kwamba haujarudi nyuma. Kwa hivyo katika ibada unakuja Jumapili, tunakuona, tuko pamoja na wewe, tunaimba pamoja na wewe, tunajumuika pamoja na wewe, na umefika mahali ambapo hausongi mbele, ila pia haujarudi nyuma.
you have stayed. Watu wa ukoma wakasema, tukiketi mahali tulipo, tusipofanya chochote, bado tutakufa. The third decision, move. Wakaambiana ya kwamba tuna nafasi ya kusonga mbele, tuingie katika kambi ya Washami. Aidha tutauawa in verse number 5, ama tutapewa nafasi ya kuishi. Friends, it takes courage to move when things are thick. Inachukua ujasiri, na hasa kama hujui unatarajia nini. Wapendwa hawa hawakujua nini na wangojea, lakini wakasema katika mioyo yao, tuna maamuzi matatu: turudi nyuma, tutakufa; tukisimama hapa, tukiketi hapa, tutakufa; na tukisonga mbele, kuna uwezekano Washami wanaweza kutuachilia. Mkumbuka Abrahamu alitoka kwenda mji ambaye hajui. Mungu akamwambia, toka nenda katika mji nitakaokuonyesha. Haikuwa rahisi, kwa sababu anatolewa kwa watu wake, anatolewa kwa jamii yake, anatolewa kwa mahali ambapo amezoea, anaenda mahali ambapo hajui panafanana namna gani. Lakini kwa imani Abrahamu aliamua, nitaenda. Katika kitabu hiki cha Wafalme wa Pili 7 kuna mambo matatu ambayo nataka kushiriki kwetu, ambayo anaweza kutusaidia katika ujumbe wa siku ya leo. Sitaketi hapa nife. Basi ni mambo gani ambayo unapaswa kuyafahamu ili yakupe moyo, mambo ambayo yatakusaidia kujiandaa kusonga mbele, kwa sababu mahali ulipo ni pagumu. Number 1, know that God has a plan for you. Verse 1 na verse 2, mtumishi wa Mungu Elisha anasema katika Roho wa Bwana ya kwamba Mungu ana mpango na Waisraeli. Anasema leo hamna chakula, leo hata kichwa cha punda hakionekani, leo hata mavi ya njiwa hayaonekani, lakini kesho wakati kama huu chakula kitakuwapo kingi. Bwana asifiwe. Mpendwa, unapojipata mahali kama mahali hawa watu wanne wenye ukoma walijipata, jua ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yako. Yawezekana mpango huo hauonekani machoni pa wanadamu. Yawezekana mazingira hayaonyeshe kwamba hata Mungu anajali. Wale wenye ukoma walipokuwa pale kwenye lango hawakuona dalili zozote ya kwamba Mungu anajali. No wonder mmoja wa maakida alisema, hata Mungu akifungua madirisha haiwezekani. Yawezekana mpendwa, ya kwamba Mungu ana mpango na wewe, lakini kwa sababu hauoni, unachukua the first option ya kurudi nyuma, ama unachukua the first option ya kubaki mahali ulipokuwa. Lakini leo nataka nikuambia kwamba katika neno lake God has a plan for you. Na itakuwa tu mpendwa, ikiwa utakapojua ya kwamba Mungu ana mpango katika maisha yangu. Mpango huu unapatikana katika neno lake. Ukiwa na nafasi ya kujua mpango wa Mungu katika neno lake kwa ajili yako, no circumstance can cause you to go back. Bwana asifiwe. Nataka ujue ya kwamba hata shetani mwenyewe ama mazingira, no Satan, no circumstance can change the plans that God has for you, but in the choices you make will determine whether those plans will come to be or not.
Yaani mipango ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yako katika neno lake. Hakuna ibilisi anaweza kuibadilisha. Hakuna mazingira unaniambia basi you don't know hali niliyo ndani. Niko katika hali ngumu. Mungu alikuwa na mpango na Wasamaria, na walipokuwa katika hali ngumu, hali ngumu haikubadilisha mipango ya Mungu. Mpendwa, hali unayopitia haijabadilisha mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Lakini itakuwa hadi utakapochukua nafasi kuangalia katika neno lake. Unajiuliza, Bwana unasema nini katika neno lako kunihusu? Shida ni kwamba unajua kuna watu ambao hata wakiwa kwa ibada kama leo hii, hata wakati huu ninapohubiri, kuna watu ambao wanaangalia WhatsApp. Sasa wanaamini mpango yao iko kwa WhatsApp. Nataka nikwambie mpendwa, if you take time kuangalia katika neno la Mungu, that is where you get the exact thing that is up. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na hiyo knowledge ya kwamba Mungu ana mpango na nini, mpango huu unapatikana katika neno lake. Spend time in his word. Hata kama ni muda mchache. Unapo spend time katika neno lake na unagundua mpango ambao Mungu ako nao katika maisha yako, unapogundua inakupea ujasiri. Unasema sitabaki mahali nilipo kwa sababu Mungu ana mipango mizuri pamoja na ndoa yangu. Mungu ana mipango mizuri pamoja na watoto wangu. Inawezekana wanaonekana hawafanyi vizuri, lakini kutofanya vizuri hakubadilishi mpango wa Mungu. Inawezekana they are not in the best of the schools, lakini licha ya kwamba hawako katika shule nzuri sana, haibadilishi mpango wa Mungu. It gives you the confidence in your faith in God. Inakupa ujasiri wa kuamini ya kwamba mazingira yaonekane yanavyoonekana, lakini najua Mungu ana mpango na mimi. Mtumishi wa Mungu Elisha akasema, ni kweli chakula hakimo, ni kweli tabu iko, ni kweli njaa ipo, lakini kesho saa kama hii Mungu amesema mambo yatakuwa tofauti. Pendo liko hapa kukupea moyo. Ni kweli your circumstances currently might be suggesting you are getting to your end. Lakini katika neno la Mungu, your promise is there. Na Mungu si mwanadamu akasahau kutimiza ahadi zake. Jambo la pili, we must set new goals. Ni lazima tuweke mipango. Ni lazima tuweke matarajio. Ni lazima tuweke makusudio mapya. Wale wenye ukoma walisema, jamaa, tukiketi hapa jinsi tumekuwa hapa tutakufa. Lazima tufanye kitu tofauti. Na waliponiambia lazima tufanye kitu tofauti, wakasema kesho tutaenda kwenye kambi ya Wajemi, ya Washami. Ni lazima ufike mahali katika moyo wako mpendwa, ambapo unasema sitabaki mahali nilipo, kwa sababu walisema tukirudi nyuma tutakufa, tukibaki mahali tulipo tutakufa. Salvation yetu ni kwamba tuende mbele. Kuna majeshi ya Washami, lakini huko ndiko tutaenda. They had to set some new goals. Waliweka matarajio mengine mapya. Mpendwa, ni lazima ufike mahali ambapo unasema I refuse to stay where I am. I want to move ahead. Bwana asifiwe. And God will see the resolve in your heart. Mungu ataona ule uamuzi ambao umefanya katika moyo wako. Mungu ataona yale malengo mapya unayoyaweka, kwa sababu hao jamaa walisema, niliongea last month na mmoja wa binamu wangu, nikamweleza tukiongea habari za maisha tu. Ananiambia, nimekaa huku
muda mrefu na mambo yanakuwa ni magumu. Nilikuja huku nikiwa single kwa town fulani sehemu za Kenya hii, na sasa hata niko na watoto wawili, watoto wanaenda shule na maisha kila mara ninaona ni kama yanazidi kuwa magumu. Nikamwambia, hey, sikiza hivi, ukifanya mambo jinsi ulifanya jana, tarajia lile jibu la jana. If you do things in the same way, expect the same results. Lakini yeye anafanya mambo jinsi alifanya jana na anatarajia aone matokeo tofauti. It can't happen. Hao wenye ukoma walisema, hapa tumekaa, tukiendelea kukaa hapa tutakufa. Ni lazima tu set new goals. Ni lazima tuwe na malengo mapya. Na lengo tulilonalo jipya ni hili. Tunajua Washambi wana majeshi, lakini huko ndio tunaenda. Si kwamba hawakujua, lakini walisema we must do something different. In fact, walisema kwa sababu tukikaa hapa tutakufa, tukienda huko kuna nafasi ya kupewa chakula tuishi. Na hata kama wakituua, si hata kama tungekaa hapa tungekufa. Badala ya kukufa tumeketi hapa, afadhali tukufe tukiendana kutafuta. Bwana asifiwe. Mpendwa, you must reach a place in your life where you say, I am refusing to stay here because things are not working. I want to trust God for new strategies. Nataka nimwamini Mungu kufanya kitu tofauti. I want to set a new goal. Wewe mwaka ukianza, kuna jinsi huwa unasema mwaka huu, na si wewe, ni jirani yako. Mwaka huu wewe uko sawa, huyo jirani yako ndio anashika kidogo. Unasema mwaka huu lazima nitajenga nyumbani. Ulianza kusema hivyo kabla hujaoa. Ikifika Januari unasema hii ni resolution yangu mwaka huu. Mwaka unaanza, mwaka unaenda, unaisha. Hakuna kitu tofauti unachokifanya. Nataka nikuhakikishie, hata movies zitatoka na hutajenga. Gray hair zitakuja kwa kichwa. Ukienda nyumbani unapiga simu mapema, wakuulizie pale kwa anko yako, utaenda kulala hapo. Kumbe ndio maana uendangi huko. Si wewe, ni jirani yako. Wewe uko sawa. If you do things the same way, expect the same results. Ni lazima ufike mahali pa kusema ya kwamba Bwana, nataka I want to dare, I want to take a risk. Wengine wetu ni tunafanya biashara, sio? Wengine wetu tunafanya biashara. Na unaomba Mungu, panua biashara yangu. Mungu, panua biashara, na wewe unafanya exactly the same way ulifanya 2 years ago. Biashara itabakia tu hivyo. Acha nikusaidie. Unashangaa, fulani tu amekuja tu hapa juzi, amefungua kiosk. Ona sasa jinsi huyu mpaka awe anakamti. Huyu hayuko tu peke yake. Jinsi naona watu wakiendelea huko. So you're trying to justify your inability to set up new goals. Mpendwa, lazima useme ninataka nifanye mambo tofauti. Uje, Bwana, nimeketi hapa, sioni nikisonga, nataka nifanye mambo tofauti. Na unapofanya mambo tofauti, unajua ni hadi wakati walichukua hatua. Mpendwa, God wants to work for you, but it is until you take a step. Lazima ufike mahali useme, nimechoka na hali yangu. Nimechoka na mahali ambapo nipo. Nimechoka na mazingira ambayo niko ndani. Mungu, nataka niende kwa mazingira mapya. Alafu ukachukua hatua. You know Simon alipokuwa katika boat, na Yesu akaja akamuita. Kama Simon aliposema, Bwana, kama ni wewe niite nije kwako. Alafu Yesu aseme, ndio, ni mimi Simon, njoo. Alafu Simon atende, mimi Simon, nitembee kwa maji. Yesu, umesema, nitakuja tu, nitakuja. Haya ni maji. Yesu, uko serious Yesu? Uko serious mimi nikuje nitembee kwa maji? Nitakuja, sawa tu.
he would never have walked on water. Lakini Simoni alisema, Bwana, kama ni wewe umesema, ninakuja. Alipochukua hatua, alipotoa mguu kwenye boti akaweka kwenye maji, ndiposa muujiza wa kutembea kwa maji ukafanyika. Mpendwa, kuna mahali ambapo Mungu anangojea, the new horizons ambazo Mungu anataka kufungua katika maisha yako, lakini anangojea uchukue hatua ya kusema, najua Bwana atatenda, ninajua Bwana atafungua njia hiyo, ninajua Bwana atanipea hiyo breakthrough, na ukatoka kwa kokuni yako ukasema, Bwana, ninaondoka sasa. He is waiting for you to take a step in a new direction. Na mwisho, nataka ujue ya kwamba hata kama Mungu ana mpango na wewe na unaweka new goals, problems will still be there, but divine provision shall come your way. Nataka ujue ya kwamba tunapochukua hatua hiyo, bado magumu ya maisha yatakuwako, bado taabu na shida za maisha zitakuwako, lakini Mungu atasimama na wewe, kwa sababu God is in control. Walipochukua hatua hiyo ya kutembea, Mungu akaenda katika kambi ya Washami. Mungu akawapa sauti zingine tofauti. Mpendwa, wakati unachukua hatua nyingine, jua ya kwamba God is in control and God will work against your enemies. Walipotembea, kitu kikafanyika, muujiza ukatokea. Na walipofika katika kambi ya Washami, walipochukua hatua ya imani katika Bwana na wakainuka, wakafika kwenye kambi, wakakuta hakuna mtu pale. Kumbe ile shida umekuwa ukiiona ni kwa sababu umeketi chini, ni kwa sababu hausomi. Kumbe umekuwa ukisema, haya magonjwa yaliyomaliza grandfather ndio yalimaliza uncle na yakamaliza mom, sasa inaonekana ni mimi amenifikia. Yaani umejipanga wewe mwenyewe kwa nisi, unaona sasa imekufikia. Kumbe hayo magonjwa yanakulemea, si kwamba Mungu hawezi kukuponya, lakini ni kwa sababu wewe umeketi kitako na umesema, hii inaonekana ndio sehemu yangu. Lakini utakapoinuka leo na kusema, no, sitaketi katika magonjwa haya, ninajua kwa mapigo ya Yesu Kristo msalabani mimi nimepata kupona. Ni kweli yalimaliza grandfather, ni kweli yalimaliza uncle, ni kweli yalimaliza my mom, lakini mimi nakataa katika jina la Yesu. Ninajua Mungu ako pamoja na mimi, sitakufa kwa magonjwa haya. Friends, it is possible. It works. What happens, kinachofanyika ni kwamba unapofanya uamuzi kama huo, Mungu anaenda upande ule mwingine. Wakati watu wa ukoma waliposema, hatutakaa hapa tufe, tutaondoka, hawakujua Mungu atawatangulia. Nataka nikutabirie mpendwa, that direction you have been wanting to go, na unajihisi ya kwamba hautaweza, unapochukua hatua, God will go ahead of you. Amen. Mungu ataenda mbele yako. Na the threat ile ambayo umekuwa ukiona, na tisho hilo ambalo umekuwa ukiliona, utapofika pale utashangaa, kwa sababu Mungu atafika mbele yako. Mpendwa, usiketi tu pale ulipo na ufe. Waliamua ya kwamba hawatakaa tu pale na wafe, na Mungu akachukua imani yao akafanya kazi. Lakini ilikuwaje? Ilikuwa kwa sababu kwanza they reached a point of desperation. Walifika mahali ambapo walichoka na hali yao. Wakasema, tumechoka kuitwa watu wa ukoma, hapa tutakufa. Tumechoka kukaa na njaa mahali hapa. Tumechoka na hali yetu. Lazima tutoke mahali tulipo. Unajua, the problem is that some of us are very comfortable in sin. And that's why we can't repent.
Shida nyingine ni kwamba wengine wetu tuko sawa mahali tulipo, tunasema inaonekana hii ndio sehemu yangu katika maisha. Where in the Bible inasema hivi? Mpendwa, ni lazima ufike mahali ambapo unasema nimechoka na hali yangu, sitaketi hapa na nife, lazima nifanye kitu. You know, faith demands action. Yakobo akasema ya kwamba katika Yakobo 2:17 ya kwamba imani pasipo matendo imekufa, haipo tena. Lazima ufike mahali ambapo unasema I refuse to let my marriage die. My marriage is not going to die. Haijalishi marriages ngapi zimekufa, lakini yangewezekana marriage ya brother yangu mkubwa ilikufa, na yule inafuata itakufa, na ile nyingine itakufa, lakini yangu I refuse to let it die. Lazima ufike mahali mpendwa ambapo unasema ya kwamba I refuse to let my health die here. I refuse to let my finances die here. I refuse to let my peace die here. Sitakaa mahali ambapo hapana amani. Nitaondoka nirudi msalabani. There is where my peace is. Lazima ufike mahali ambapo unasema I refuse to let my joy die. Kuna watu wengi hata wakiimba wimbo wa furaha, ina hata Mungu saa zingine anakazi, kwa sababu unaimba wimbo wa furaha, amefanya maajabu, lakini mtu akiangalia sura yako, you are about to die. Sasa hata Mungu anashangaa, mimi ndiye anasema nimefanya maajabu, na hata sura yenyewe inaonyesha shida ni mingi. Furaha haipo tena. Hata wakati unaimba wimbo wa furaha, your countenance does not show there is a trace of joy in your life. Lazima ufike mahali na useme Bwana, I refuse to let my joy die. Kwa sababu ya Kristo, I want to embrace Christ. Kwa sababu najua nikimkumbatia Kristo, nina uhakika ya kwamba nikimkumbatia Kristo ataniwezesha. Kwa sababu Paulo akasema katika Wafilipi 4:13 ya kwamba ninayaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Mpendwa, wacha kujihurumia, wacha kuhurumia jamii yako, wacha kuhurumia hali yako. Unatazama hali yako na unasema siwezi chochote, na kupa moyo ya kwamba katika Kristo akutiaye nguvu unayaweza mambo yote. Unajua tena the flip side, ukienda katika sehemu ya kiroho, spiritual, the human race is miserable and poor. Binadamu pasipo na Kristo tu masikini, pasipo na Kristo tuko na tabu na shida nyingi, lakini kwa sababu wengine settle katika hali hiyo, hawana huo ufahamu. Lakini katika neno la Mungu, pale ndipo panatumaini letu. Yule nabii alisema kesho, amini ingaje hayaandika kwamba alisema Mungu anasema, lakini alisema kesho wakati kama huu mambo yatakuwa tofauti. Why should you sit there and die? Nafika mahali ambapo the starving, helpless, lepers wanatupa mfano, picha kidogo ya hali yetu ya kiroho. Na ni Roho wa Mungu pekee ndiye anaweza kufumbua yaliyo katika moyo wako. Sisi tutakuona uko sawa, lakini kumbe labda katika moyo wako kuna kitu ambacho kiko missing. Na ni Roho wa Mungu pekee ndiye anaweza kukufunulia. Tukirudi nyuma, I'm speaking about the spiritual angle. Yaani tukirudi katika kanisa, tukirudi katika dini. Kwa sababu katika Samaria there was a lot of activities. Katika hali zetu za kiroho ambazo zinahitaji, tukirudi katika activities, unajua kuna watu wengine tunajikeep busy kabisa. Nataka nikukumbushe ya kwamba shughuli zako za kidini nyingi ni mfano wa kurudi nyuma na hamna maisha pale.
Lazima tufike mahali ambapo tunajirusha mbele katika rehema za Mungu na tunasema, Bwana wewe ni wa rehema, hatutaketi tufe. Lazima tufanye jambo. Ni kipi katika maisha yako unasema kama wale wazee 4 wa ukoma, sitaketi tu hapa nife, nataka nifanye kitu katika maisha ya kiroho? Ni jambo gani katika maisha yako ya kawaida, hata katika maisha yako ya kazi? Ni wapi unasema ya kwamba lazima niinuke, I must do something differently? Nataka nikukumbusha kwamba unapoinuka Mungu anainuka. Unapochukua hatua Mungu anachukua hatua. Usiketi hapo tu ufe. Inuka, Mungu aende na wewe. Tusimame mbele za Bwana. Wale wazee 4 wa ukoma waliamua hawataketi pale, maana watakufa. Ilikuwa lazima wafanye jambo. Pendo, mchana wa leo, sijui unapojua Mungu ana mpango na wewe, what new goals are you saying, Pastor? I want to make a new goal. Nataka niweke malengo mapya katika maisha yangu. Ama wewe umetulia katika hayo mazingira ambayo hayana tumaini na hauna malengo yoyote mapya, nataka nikuhakikishie itakuwa hadi utakapoweka lengo jipya na kusema najua Mungu ataenda na mimi, ndipo Mungu atabadilisha hali yako. Acha tuinamishe vichwa tu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wengine wetu mazingira tulio ndani hayaonyeshi tumaini. Wengine wetu hata kazi tulizo nazo hazionyeshi tumaini. Wengine hata biashara tunayoifanya haionyeshi tumaini. Wengine hata kazi tunazo kanisani, activities tunazohusika ndani hazionyeshi kuna tumaini. Wengine wamekata tamaa. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya mfano wa wazee hapa 4. Walisema tukirudi nyuma tutakufa, tukiketi hapa tutakufa. Kwa hivyo tutasonga mbele, tutachukua hatua ya imani. Baba, katika jina la Yesu, kuna watu ambao labda mchana huu wanaponisikiza na kunitazama, anasema katika maisha yao hakuna tumaini tena. Mtumishi wa Mungu Elisha alipokuja alisema kesho saa kama ya leo kuna tumaini. Baba, katika maisha ya watu wako nataka kuwatabiria ya kwamba kulingana na neno lako kuna tumaini. Mazingira yao yanaweza onyesha otherwise, lakini kulingana na neno lako kuna tumaini. Basi wape moyo wa kujua ya kwamba una makusudi mema kwa ajili yao. Wape moyo Jehova wa kujua ya kwamba wakifanya maamuzi mapya leo, wakiweka malengo mapya leo, unaenda na wao. Wawezeshe Jehova pia kujua ya kwamba you are the God who is in control and you will give provisions even amidst the problems. Tunakubariki, tunakuinua. Wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.